Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo unafahamu ya kwamba katika mchezo ambao umepita ni mchezo kati ya Simba Sport Club dhidi ya Stellenbosch, ambapo matukio kadha wa kadha yameweza kutokea katika mchezo huo, na mimi nimeweza kusogezea kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Stellenbosch, ambapo zaidi ya matukio yameweza kutokea yale ambayo yameweza kujili katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, ambapo klabu ya Simba iliweza kushinda kwa bao 1-0. Japokuwa kuna mengi ambayo yaliweza kujili ndani na nje ya uwanja, mimi nimeweza kusogezea kila kitu, utakwenda kujua hapa imekuwaje, ilitokea vipi, kila kitu utakwenda kukipata katika simulizi ya dakika 8 ya matukio yote ambayo yalijili katika uwanja ule. Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Bana, unafahamu ya kwamba klabu ya Simba iliingia katika mchezo wake wa mkondo wa kwanza wakiwa nyumbani dhidi ya Stellenbosch, ambapo waliwaalika wasauzi kwa ajili ya mchezo huo wa nusu fainali, ambapo klabu ya Simba ilitumia uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, ambapo katika mbio za kuitafuta fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mchezo ule ulianza majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo kabla ya hapo mvua kubwa ilinyesha katika uwanja huo, lakini kwa sababu uwanja uko makini kweli kweli, ukaweza kuhimili mikiki yote na mchezo kapigwa vizuri kabisa, ambapo dakika 90 zikamalizika katika mchezo huo, ambapo matukio yaliweza kujili makubwa kabisa, ambapo Simba ilishinda kwa bao 1-0. Bao pekee la Jean Charles Ahoua ambalo lilifungwa katika kipindi cha kwanza kabisa, dakika za mwishoni, ambapo aliweza kuweka free kick ambayo ilikwenda moja kwa moja langoni na kumwacha mlinda mlango. Sasa baada ya kufunga goli hilo, ni kama vile ndio akaweza kutia chachu katika chakula chake ambacho alichokitengeneza mwenyewe Jean Charles Ahoua, ambapo dakika za mwishoni kabisa ambapo zimeongezwa dakika 6, Jean Charles Ahoua alikosa bao la wazi kabisa, ambapo limeweza kuibua maneno mengi kweli kweli juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea kwa Jean Charles Ahoua. Maneno yamekuwa ni mengi, wachambuzi huku na kule, wanasimba wenyewe kila mmoja akiendelea na kutoa malalamiko kwa Jean Charles Ahoua kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Anaandika Joflea, mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba bado Ahoua ni mchezaji bora, namba anazokupa uwezi kuzipata kwa mchezaji wa kawaida. Amehusika na mabao 5 kwenye mechi 9 za shirikisho msimu huu. Hilo linapaswa likupe picha ya ubora wake na si kukosa nafasi ya wazi kabisa ambayo iliyowafanya klabu ya Simba kuweza kushindwa kupata bao la pili, ambapo pengine lingeweza kuwapa uongozi mkubwa kabisa. Hapa nazungumzia klabu ya Simba katika kuelekea kule Afrika ya Kusini. Lakini kocha Fadu Davis yeye ameweza kufunguka na kusema ya kwamba bila shaka lengo letu limefanikiwa la kutokufungwa goli, lakini tunajua Simba ni timu kubwa, hatuwezi kuwa na furaha kwa kufunga kama hivi, hasa tunapokuwa tumepata nafasi za kufunga mabao 2, 3 hadi 4-0. Wachezaji walipaswa kujua hii ni nusu fainali, na nusu fainali hauwezi kupata nafasi za wazi na nzuri kama ambazo tumezipata kwenye mechi hii. Unaona bana, akiweza kulalamikia kile ambako kilichoweza kutokea, huku akiendelea kwa kusema ya kwamba ile nafasi tuliyopata ya mwisho ilipaswa kuwa bao kwanza, ilikuwa ni moja kwa moja na golikipa, ila japo sina uhakika kama Jean Ahoua angempa Lionel Ateba kama
ingekuwa ni offside, ila hata maamuzi aliyoyafanya ilipaswa liwe bao. Unaona bana, hapa nazungumzia kile ambacho kilichoweza kutokea katika dakika hizo za mwishoni. Lakini wanasema wana Simba, kama Simba itashindwa kufuzu hatua ya fainali, kwenye hizo sababu atakuwepo Jean Charles Ahoua. Pia Simba ikiweza kufuzu kwenda fainali, kwenye hizo sababu atakuwepo Jean Charles Ahoua. Alianza kwa kuirahisisha mechi ya leo kuwa nyepesi kwa Simba baada ya kufunga goli, lakini pia akaifanya mechi kuwa ngumu baada ya kukosa bao la wazi kwa dakika za jioni. Kwa hiyo ni moja ya matukio ambayo yamekuwa ni makubwa katika mchezo huo. Lakini tukio lingine ni la bao ambalo liliweza kufungwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kila mmoja akiweza kushuhudia namna ambavyo kile kilichoweza kutokea. Ukumbuke ya kwamba klabu ya soka ya hapa nazungumzia ya Simba, kitendo ambacho kilichoweza kutokea baada ya ile faul ambayo ilisababisha goli kwenda kuchunguzwa kupitia VAR, ambapo maamuzi yaliyotolewa na muamuzi wakati katika mchezo huo kuonekana kama yana utata katika lile bao ambalo lilofungwa na Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo katika mpira wa mwisho kama picha za marejeo ambavyo zinaonyesha mgusano ambao ulikuwa ukiweza kutafutwa baina ya Kibu Denis na ule mpira ambao aliweza kuupiga, lakini VAR kupitia muamuzi wakati wakaenda kumuita na kuweza kumweleza, akaenda kuangalia katika VAR na kuja kujithibitisha kwamba katika mchezo, katika pigo lile ambalo lilopigwa, Kibu Denis hakuwa katika eneo la kuotea, ambapo mchezo ule ukaendelea, Simba akiwa na uongozi wa bao moja mkononi kwa kipindi kile cha kwanza. Lakini mara baada ya mchezo huo, kile kilichoweza kutokea, mashabiki wa klabu ya Simba ni kama furaha imekuwa ni ndogo, tofauti na vile ambavyo wengi walitarajia. Pengine labda kutokana na ushindi hata wa bao moja, basi wangeendelea kufurahia kile kilichoweza kutokea, lakini lawama zote zikaelekea kwa Jean Charles Ahoua kwa kile kitendo ambacho alichokifanya dakika za mwishoni. Sasa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 27 wataelekea pale Afrika ya Kusini kwenda kuwavaa Stellenbosch katika uwanja wao wa nyumbani, ambapo klabu ya Simba watakuwa ni wageni katika uwanja huo. Ikumbukwe ya kwamba hii ni kombe la shirikisho katika hatua ya nusu fainali, ambako kwa upande wa pili Simba ana kazi nzito kweli kweli, kwa sababu mpaka sasa RC Berkane yeye tayari mguu mmoja ishaweza kutanguliza fainali, akimsubiri yoyote ambaye atakayeweza kushinda katika mchezo huu, ambapo ni Simba dhidi ya Stellenbosch, huku RC Berkane tayari ameshaweza kumpiga AS Constantine mabao 4 nyumbani. Kwa hiyo mechi inayofuata itakuwa tarehe 27 huko katika uwanja wa Constantine Algeria, ambapo kila mmoja atakwenda kuzitafuta kodi zake za kufungua kuelekea pale fainali, huku tayari password za fainali ni kama RC Berkane tayari ishaweza kuzijua. Anachosubiri tu ni kuweza kuzikamilisha na kuweza kufungua mlango, huku akiweza kuwasubiri kati ya mshindi wa Simba na Stellenbosch atakayeweza kumfuata katika nafasi hiyo. Kinachosubiriwa kwa sasa ni Wekundu wa Msimbazi Simba, ratiba yao ikiweza kusomeka hivyo kwamba mechi ijayo inakwenda kupigwa pale Afrika ya Kusini. Kumbuka ya kwamba rekodi za klabu ya Simba kwa timu za Afrika ya Kusini kuchomoka pale Saudi huaga ni ngumu kweli kweli. Kumbuka katika mechi ya Kaizer Chiefs Simba alikula goli 4 Afrika ya Kusini, lakini kumbuka katika mchezo dhidi ya Orlando Pirates Simba alipata sare ya bao 1-1 mikwaju ya penalty ikaenda kumuondoa. Lakini katika mchezo huu pengine mambo yanaweza kawa vipi, tusubiri kuweza kuona nini kitakachojili, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.